Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Nabii Helen Chacha. Napatikana katika kanisa la Yerusalemu Adonai Miracle Church. Tunatazamana na uwanja wa KMC. Kuna kipindi chetu ambacho kila Alhamisi tunafundisha mahali hapa. Karibuni sana mtusikilize na Mungu awabariki sana. Haleluya. Leo kipindi chetu ni nguvu ya kukata tamaa. Nguvu ya kukata tamaa. Nguvu ya kukata tamaa inasababisha watu wengi wanakata tamaa katika maisha yao, katika vitu ambavyo wamevianzisha, katika maisha wanayoishi. Yaani kuna mambo yanayotokea. Kama ulikuwa umeanzisha biashara, unakuta biashara imekufa kwa sababu ya kukata tamaa. Leo tunaenda kujifunza habari ya kukata tamaa. Kwa nini watu wanakata tamaa? Na unatakiwa usikate tamaa. Unapokuwa umeanzisha jambo lako, usilikatie tamaa. Wewe songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kukata tamaa ni shetani. Shetani ndiye anasababisha watu kukata tamaa na kuchoka, kwamba unapoangalia jambo aliende unachoka, unalikatia tamaa. Hutakiwi kukata tamaa. Unatakiwa kujitia nguvu sana ili lifike lile jambo mahali ambapo limekusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali nguvu, hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Mungu hakutupa roho ya uoga. Lazima upambane, lazima usiogope. Chochote unachokianzisha inategemea nguvu yako ya rohoni, inategemea nguvu yako ya mwilini, inategemea wewe kujitia nguvu kwamba lazima ile jambo litokee. Na ndio maana hata unapoanza kujenga nyumba lazima ujitie nguvu kwamba naanza msingi, nitajenga mpaka kwenye madirisha, nitajenga mpaka kwenye lenta, mpaka nipaue nyumba. Huwezi kuiachia njiani. Hata kazi yako unayoifanya usikatie tamaa mpendwa. Roho kukata tamaa inasababisha ushindwe kufanya vitu kwa usahihi. Unafanya vitu kwa kukata tamaa. Nataka nikufundishe kwamba roho kukata tamaa ni roho ya pepo, ni shetani. Yaani ni shetani tu anaingia kuchezea akili yako ili ukate tamaa. Kuna vitu ambavyo ni vingi umeanzisha. Kuna mipango ambayo ni mingi umepanga. Lakini kuna roho inakujia na kuambia usifanye. Hautaweza. Hakuna ambacho hakiwezekani, lazima ujitahidi kukiweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Isaya 40 mstari wa 29 mpaka 30. Yeye Mungu wa milele hazimii wala hachoki. Mungu wetu wa milele hazimii wala hachoki. Mstari wa 29 unasema, huwapa nguvu wazimiao, kumwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Yeye Mungu anamuongezea nguvu yule mtu asiyekuwa na uwezo. Ukimuomba Mungu anakuongezea uwezo. Kwa sababu roho ya uwezo itakusababisha uweze. Hata vijana watazimia na kuchoka, wanaume vijana wataanguka, lakini Mungu atawasimamisha hao vijana. Kijana, wewe kama ni kijana lazima upambane. Uhakikisha kwamba kukata tamaa ni ugonjwa. Kukata tamaa pia ni kitu ambacho sio chema katika maisha ya kijana. Hata mwanaume ambao una familia, hutakiwi kukata tamaa. Ukikata tamaa, watoto wako wataishije? Mke wako ataishije? Familia yako inayokutegemea itaishije? Roho kukata tamaa ni roho kama ni roho ya kichawi, ni roho ya uharibifu, ni roho ambayo inakusababisha wewe ushindwe kufikia yale makusudi na malengo ambayo Mungu amekusudia chini ya jua. Kila mwanadamu ana malengo ambayo Mungu amemwekea, na pia na yeye anajiongezea malengo yake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari sasa mmoja unasema bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu. Ukimngoja Bwana utapata nguvu. Ukimtumainia Bwana utapata nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Yaani ukishajitia nguvu kwa Mungu, utapaa juu kama tai. Unasema tutaruka kama tai. Huwezi kuruka kama tai kama hujatia nia ndani ya moyo wako. Kukata tamaa kuna kusababisha kile unachokiona unaona hakiwezekani. Kukata tamaa unaonekana kama kwamba huwezi kufanya. Nataka nikuhakikishie siku ya leo, roho ya kukata tamaa ni pepo. Tena ni pepo kuliko mapepo yote duniani. Tena ni pepo ambayo inakusababisha kila siku unajiona wewe ni mnyonge. Unatakiwa ujione mtu jasiri kabisa. Ndio maana neno linasema bali wao mngojao Bwana watapata nguvu mpya. Yaani ukimtegemea Mungu, ukimuomba Mungu, ukimtumainia Mungu, Mungu anakupa nguvu mpya. Hata ukianguka mara 7 utainuka. Nataka niongee na mama, nataka niongee na baba, nataka niongee na binti kijana, msikate tamaa. Roho kukata tamaa ni nguvu mbaya sana inayoweza kusababisha maisha yako yakaharibika. Na ndio maana neno la Mungu nasema asiyefanya kazi na asile. Sasa ukikata tamaa utakulaje? Ukikata tamaa utavaaje? Ukikata tamaa watoto watasomaje? Ukikata tamaa utaishije na familia yako? Roho kukata tamaa ni ugonjwa.
inabidi tuukatae. Ni roho kamili, tuipinge na tuipige na tuikatae kwa jina la Yesu Kristo. Kuna roho inayokuzimisha usisonge mbele. Yani kuna roho inakuzimisha. Yani ulikuwa na hari ya kufanya kitu, unashangaa tu roho inasema mimi siwezi kufanya. Yani unajikatia tamaa, mimi siwezi. Yani unaangalia mazingira, roho ukata tamaa inaambatana na mazingira. Unaangalia mazingira ni magumu. Hakuna kitu ambacho utakifanya chenye mazingira mepesi. Hakuna kitu chochote kinachotokea katika wepesi. Mambo yote yanatokea kwa kujitia moyo na kuamini kwamba lazima nifanye. Unajilazimisha hata kama umechoka. Kuna roho inayokuzimisha usisonge mbele. Kuna roho inayokukatisha tamaa. Kuna roho inayokukatisha tamaa kabisa. Unakata tamaa, unachoka, unakuwa mvivu, hutaki kabisa na kile kitu ukipende. Nataka nikwambie kwamba ukianzisha jambo lako lipende kabisa jambo lako. Na ukilianzisha kazana kwamba lazima litimie. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kuangusha ni roho ambayo utasikilizishwa na watu, inawezekana na kuacha tamaa na kuambia hapo utaweza. Hapo ukifungua biashara itaenda. Hata ukilima hapo vyakula havioti. Unaenda kajaribishe. Jaribuni mambo yote, chagua lilo jema. Yaani unapochagua lile jambo unapolikamia lazima litimie mpendwa. Haleluya. Adui ni roho. Ukisikia adui ni roho ya shetani. Inawaingia watu wanakuletea taarifa za kukatisha tamaa. Sasa zile taarifa ambazo zinasababisha sikio lako linaposikia linatunza, kwa hiyo linaanza kuimba hutaweza. Hautaweza. Unakata tamaa, hutaweza. Hautaweza kusafiri, hautaweza kufanya hiki. Nataka nikwambie walioweza waliwezaje? Na wewe weza. Ile roho kukata tamaa ikatae kabisa, maana ikatae kwa nguvu zako zote. Ni kama mapepo mengine. Unavyoweza kukataa majini, unavyokataa uganga, uchawi usiende kwa waganga, unavyokataa uongo, na ile roho ya kukata tamaa ikatae kama unavyokataa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuondolee roho ya kukata tamaa. Shetani kazi yake ni kucheza na akili. Na shetani akishadokoa akili yako, akatumia akili yako, akakamata akili yako. Na kukamatwa kwa akili yako wanatumika watu. Shetani kama shetani huwezi kumuona. Anatumika rafiki yako, anatumika mama yako, anatumika mpendwa mwenzako. Anakuambia mpendwa, haya mambo hayawezekani. Hayawezekani wapi wakati Mungu anasema tunayaweza yote katika yeye atutia nguvu. Biblia inasema ukisoma Filipi 4:13 anasema anayaweza yote katika yeye anitia nguvu. Wewe unakataje tamaa? Yupo anayetuwezesha, Kristo aliyekufa na kufufuka. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tusikate tamaa katika jambo lolote ambalo unalianzisha. Wewe jitie nguvu kwa Bwana. Roho ukata tamaa ni pepo kamili. Mungu amenifundisha leo akasema pepo la ukata tamaa. Watu unaanzisha kampuni inakufa, unaanzisha duka linakufa, unaanzisha mashamba yanakufa, unaanzisha bustani inakufa, unataka kusoma, unachoka kusoma, kila kitu kinaharibika kwa roho ukata tamaa. Ukiwa na roho kupambana kwamba lazima litimie jambo langu, lazima litimie tu. Anza kwa kidogo. Kampuni haianzi na hela nyingi, na biashara haianzi na hela nyingi. Unaanza chochote kwa hela ulionayo, na ukimuomba Mungu anakuongezea na kukuzidishia. Roho zote zinazotukwamisha, roho za kukata tamaa, ndio zinaleta umaskini. Ndio zinakufanya unakuwa mtu wa kusengenya tu kwamba mimi unaona watu walioweza kwamba waniwezi, unaona walioweza kwamba wamefanya sio melani Freemason. Hapana, walianza kwa machache yakawa makubwa. Nataka kukutia nguvu leo na kukutia moyo kwamba pambana, usikate tamaa katika maisha yako yote, katika vitu vyako vyote ulivyovipanga kuvifanya. Wewe viandike tu, viorozeshe ratiba zako. Anza moja ukimaliza, anza ya pili ukimaliza, anza ya tatu, unashangaa umeinuliwa mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Zaburi. Ukimwangalia Daudi anapata hofu katika maisha yake alikuwa anapitia. Kuna watu tuna hofu na yenyewe ni ugonjwa. Hofu inakusababisha unakata tamaa. Lakini Daudi akasema hawezi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hofu, tetemeko umenijia na hofu kubwa imenifunika. Hofu na tetemeko umenijia na hofu kubwa imenifunika. Unapopata hofu unapata tetemeko, na yani unapata tetemeko, yani hofu ikija na kupitia kukata tamaa unaona kila kitu hakiwezekani. Hofu ni pepo. Bwana Yesu asifiwe. Kutetemeka ni ile roho ya uoga kwamba siwezi kufanya. Unaogopa kwamba mimi nitaweza kufanya hiki kitu, kweli kitawezekana? Wala usiogope mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 unasema nikasema
Ningekuwa na mabawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Unatamani unapoanzisha kazi yako unasema mimi siwezi, bora ningeenda Marekani. Unasema mimi siwezi, bora ningeenda Mwanza. Unasema siwezi, bora niende kwa mjomba nikapumzike. Unatafuta mahali pa kwenda vacation ukapumzika. Hapana, usiende kutumia pesa kabla hujazalisha. Sasa Daudi hapa anatamani hata akimbie. Watu wengi tunatamani kukimbia mazingira yakiwa magumu, wanatamani kwenda mahali kukaa kwa mtu. Hapana, wewe pambana hapo hapo ulipo, utakutana na muujiza wako. Muujiza huko Marekani wala muujiza huko Tanzania, na muujiza unaweza kuwa Dar es Salaam, muujiza unaweza kuwa Tabora, muujiza unaweza kuwa Kigoma. Mungu anakuandikia ni mahali gani utaenda kufanikiwa. Tatizo ni hofu. Unaweza Kigoma utakutana na wachawi. Hakuna wachawi, si una Mungu. Unaweza Sumbawanga nitakutana na wachawi. Wewe si una Mungu. Kuna watu wanaishi Sumbawanga. Inawezekana Mungu amekuandikia kwamba nenda Sumbawanga. Unasema hapana, mimi siwezi kwenda Sumbawanga. Kula mji ule ni mbaya sana. Wewe ndio unasema ni mbaya. Mji wa Mungu sio mbaya. Kuna watu wanaishi na wametajirika na wamefanikiwa. Nataka kukutia moyo kwamba roho ya hofu ni roho ya mauti, ni roho ya kukurudisha nyuma, ni roho ya kukatisha tamaa, ni roho ambayo inakufanya unashindwa. Nataka nikwambie usishindwe kuanzia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unasema ningekwenda zangu mbali, ningetua jangwani. Yaani unatamani tukakae jangwani. Kuna watu tunakuwa na mawazo, unatamani ukajificha kwenye vichaka. Natoa mfano, kuna siku nilikuwa na matazo yangu makubwa sana kichwani mwangu. Niliondoka nikaenda chuo kikuu pale mlimani, nikaenda nikaingia kwenye vichaka nikaanza kuomba, lakini nilienda kuomba. Nikakaa nikaomba, lakini nikasikia kwamba hapa kuna joka kubwa, liko jirani yako hapa, joka kubwa. Nasikia kuna harufu ya joka. Lakini kilichonipeleka ni kwamba kuna mambo yalikuwa yamenisonga kwenye akili yangu. Nikaamua nikatafuta pori nikakaa, nikaenda kule chuo kikuu. Lakini nimekaa kwenye mti nasikia ndege wanalialia. Nikasikia sauti inaniambia kuna lijoka liko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niliomba mpaka nikatimiza wajibu wangu nikaondoka. Kuna watu wanatamani wakimbie makazi yao. Kuna watu wanatamani wakimbie waende sehemu nyingine kuanzisha kazi. Hapana. Umemuuliza Mungu huko nako kwenda utaenda kufanikiwa? Hiyo ni roho ya hofu na roho ya uoga, roho ya kukata tamaa. Roho ya kukata tamaa ni ugonjwa. Roho ya kukata tamaa inakuambia toka hapa. Roho ya kukata tamaa nasema hapo ikao ufanikiwe. Nataka nikwambie hivi, popote pale Mungu amekukusudia, hata kama ni kijijini utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ningefanya haraka kuikimbia dhoruba na tufani. Huwezi kukimbia chochote. Kama ni majaribu yatakuja tu yakukuta hapa hapo umekaa. Tufani itakukuta hapo hapo. Dhoruba itakukuta hapo hapo. Huna sababu ya kukimbia mpendo. Usikimbie kazi ambayo umeianzisha. Usikimbie huduma ambayo umeianzisha. Usikimbie mpango mkakati ulioupanga. Ule mpango mkakati unaweza ukashindwa leo, kesho ukasucceed maisha yako. Kuna watu wanakimbia vitu walivyovianzisha, au unamfaulishia mtu mwingine kwamba afanye. Hapana, wewe ndio ulianzisha, wewe ndio unajua msingi wa kile kitu. Ile kukata tamaa, nataka nikwambie kwamba imesababisha watu wengi wamekata tamaa. Imesababisha watu wengi wamegawa vitu vyao. Imesababisha watu wengi wameshindwa. Imesababisha watu wengi wamekuwa wagonjwa kwa sababu ya kukata tamaa. Unapokata tamaa, kila ambacho unatakiwa kukifanya hutakifanya, maisha yako yanaharibika. Na kutia moyo leo kwamba usikimbie tufani, usikimbie dhoruba, usikimbie jangwani kwenda kujificha kwamba maisha yamekuwa magumu. Hapana, hiyo roho ya hofu ikatae, roho ya kukata tamaa ikatae. Ni nguvu ya shetani ndio inakukatisha tamaa mpendwa. Unayenisikiliza katika kipindi hiki, nisikilize kwa makini na kuamua kwamba roho ya kukata tamaa ni roho ya mauti, ya kuua vile ambavyo unavianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maisha ya kazi unapitia changamoto. Uwezi ukarizeni kazi kwamba kazi bosi anakutesa. Uwezi kurizeni kazi kwa sababu unakutana na changamoto kazini, wafanyakazi wenzako labda wanakusengenya. Yaani ni huko ni dalili ya kushindwa maisha. Pambana na nafasi yako ya kazi mpaka mwisho. Kuna mtu mmoja aliacha kazi kwa sababu ya hasira. Lakini baada ya kuacha kazi kwa sababu ya hasira, anashangaa baada ya kuacha kazi kwa yule bosi wake alikuwa anamtesa, baada ya mwezi mmoja bosi wake akaachishwa kazi. Sasa akajuta, kwa nini sikuwa kazini, yule adui yangu ameacha kazi. Kwa hiyo unaweza ukakimbia kazi kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ukata tamaa kwamba unateseka. Na nataka nikutie moyo usikimbie. Usikimbie majaribu, na wala usikimbie kwa sababu ukata tamaa kwamba hutaweza. Nataka nikwambie utaweza. Yesu aliweza pale msalabani, akatuambukiza kuweza. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, huenda ni ndoa imekuwa tabu, au imekuwa tanzi, au imekuwa ngumu, imekuwa na maneno mengi, imekuwa na changamoto nyingi. Hakuna ndoa nyepesi. Ndoa nayo ni chuo. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni chuo wapendwa. Tena ni chuo ambacho hujakisomea.
unapata cheti kabla hujaingia darasani, una graduate kabla hujaingia darasani. Hebu shangaa, cheti unapata hujasoma, unapewa cheti. Sasa kile cheti unaenda kukisomea, umeshapokea cheti. Kwa hata kama ndio ina changamoto, pambana mpaka mwisho. Kama Mungu hajasema utoke, endelea kupambana ili ufike mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Adui anakuletea taarifa mbaya za kukata tamaa. Inawezekana ni mapishano ya huko ndani mnakata tamaa. Mabinti, vijana, wa mama, wa baba, nataka kuwatia moyo kwamba usikate tamaa kwa sababu ya kitu ambacho umeshakabidhiwa na Mungu. Mungu mwenyewe anajua atakapokuongoza. Biblia inasema ombeni. Tunapoomba Mungu atajibu. Tunapotafuta Mungu atatuonyesha. Tunapobisha Mungu anafungua mlango. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto usiziogope. Kukata tamaa ni changamoto ambazo unaziangalia ni za kawaida. Usikate tamaa. Usikate tamaa, na kufundisha leo usikate tamaa. Haleluya. Kuna biashara umeanzisha haiendi, usikate tamaa. Wewe pambana. Ni watoto wako wanakusumbua, usiwakatie tamaa. Wala usiseme mtoto ameshindikana kabisa, usimkatie tamaa kabisa. Yaani tafuta effort yoyote mtoto wako abadilike. Kama ni kwa waombaji, mpeleke makanisani akaombewe. Kama ni chochote, yani fanya chochote kaanae. Kama ni kwa makansela, wakamkanseli kama amechanganyikiwa. Usimkatie mtoto wako tamaa. Chochote ambacho Mungu amekupa usikatie tamaa. Pambana mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipomtuma mwanae, alipambana mpaka akampelekea kikombe cha damu kwamba kazi nimeimaliza. Wewe hujamaliza kazi ulianzisha, unarudishaje kikombe? Kikombe kimewekwa nini? Maji? Kimewekwa nini? Hela? Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye vitu vionekane, uitwe mtu fulani. Ukiwa mtu fulani, sio kama unakuwa mtu fulani tu kwa sababu umeanza from nowhere. Changamoto zipo na ukata tamaa, ukatisha tamaa kwamba hapa utaweza, tulishaona wameanzisha watu mbona walishindwa, hapa kitu hakiendi, hata huduma haiwezi kwenda. Sikiliza, itaenda kwa sababu sio ya kwako. Umeanza na Mungu na utamaliza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umeshapambania maisha yako pia, au umeanzisha kitu chako, kuna mtu anaweza kukuletea taarifa ukaikimbia nafasi yako ulionayo. Ukata tamaa, unakimbia nafasi yako ulionayo. Umepewa nafasi gani mpenzi? Umepewa nafasi gani? Ile nafasi uliopewa ichunge sana, usikatishe tamaa na mtu yote. Kuna watu wanaweza kukuletea taarifa mbaya, yani zikakuhuzunisha, ukasema kumbe sitaweza, na unasema sitaweza. Na masikio yako yamepokea sitaweza. Usipende kusikiliza vitu vya kukatisha tamaa. Yeyote anayokuletea taarifa za kukatisha tamaa, wewe zifute kwenye masikio yako. Usikubali kukata tamaa, kubali wewe ni mshindi. Kukatisha tamaa kunarudisha maendeleo yako nyuma. Kukatisha tamaa kunavunja nguvu ya moyo wako. Kukatisha tamaa kuna kufanya unaliofika. Kukatisha tamaa unakuwa mtu ambaye umezingirwa na huzuni kila siku. Kukata tamaa kuna kufanya mtu wa huzuni, kwa sababu unajiona kama huwezi, unajiona kama huwezi kufanya, unajiona wewe umeshindwa, unajiona kama huwezi kushinda, unajiona wewe kama ni mnyonge katika watu wote wanyonge. Yeyote unayemuona amepambana na kukata tamaa, unayemuona amefanikiwa, hakukata tamaa. Alianguka na akaamka na akatembea. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kizuri ambacho Mungu amekukusudia lazima kipambanie. Na kile kitu kizuri huwa kina fujo, kina vurugu, kina kukatisha tamaa. Watu wanasema hataweza. Kataa, sema naweza. Moyo wako ukiri, kinywa chako kikiri kwamba mimi naweza. Mtu asikukatishe tamaa kwa kitu chochote kile. Wewe mwenyewe ndio utajibrandi mwenyewe kwamba mimi ni mshindi. Sikati tamaa. Lakini ukijishusha thamani mwenyewe, utashuka thamani. Lakini ukipandisha kitu chako thamani, kitakuwa cha thamani. Ukikatiwa tamaa na mtu anakuambia haiwezekani, usikikatie tamaa wewe. Wewe sema naweza na nitafanya. Brandi kile kitu ambacho unataka kionekane mbele za watu na mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na mama amebeba mimba, anatamani kujifungua mtoto wake. Unapobeba mimba, kuna nini kinachofuatia? Kile unachokifanya ni mimba yako. Mama amebeba mimba, anatakiwa azae mtoto tu. Lazima uzae. Umechoka, umetapika, umeumwa, hauwezi kukata tamaa kama hutapushi. Kama hutapushi, daktari atakuchana tumbo, atatoa mtoto. Kwa hiyo Mungu amekupa mtoto, lazima azaliwe mtoto. Ukisoma kitabu cha Isaya 66 mstari wa 9 anasema, je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Yeye hawezi kuleta watoto ashindwe kuzalisha kabisa. Haiwezekani. Kwa hiyo inamaanisha kwamba chochote unachokianzisha ni mimba. Mimba ile lazima izaliwe. Lazima mtoto azaliwe. Lazima kile unachokitegemea kizalike na ukione na kilete impact katika maisha yako. Kwa hiyo nataka nikutangazia kwamba chochote unachokiandaa katika maisha yako usikatie tamaa.
Watu wapo kuangusha watu kwa maneno ya kukatisha tamaa. Watu wapo kuharibu baadaye watu wa kuwakatisha tamaa. Watu wapo wa kuharibu hata ndoa za watu wa kuwakatisha tamaa. Wapo watu wa kuharibu elimu za watu wa kuwakatisha tamaa. Utasoma hii fani hauwezi kupata kazi. Inawezekana umeruhusiwa kusoma hiyo fani ili upate kazi wewe. Ni yeye hawezi kupata kazi, sio wewe. Nataka nikushauri kwamba roho ya kukata tamaa ni umaskini. Roho ya kukata tamaa ni uchochevu wa adui ndani ya maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka unisikilize msikilizaji wangu. Roho ya kukata tamaa, najua umeshakata tamaa. Inawezekana unaumwa, inawezekana unauguliwa na mtoto, inawezekana unapitia changamoto mbalimbali, lakini nataka kukuambia kwamba pambana. Mungu yupo pamoja na wewe. Nimekuja kukutia nguvu kwamba roho ya kupambana na roho ya kushinda imeruhusiwa kwa mwanadamu yote chini ya jua. Mungu ametupa ushindi. Na mwaka wetu wa ushindi lazima tushinde. Usiogope changamoto. Nimefundisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mpenyo kama huwezi kupambana. Huwezi kupata mpenyo wote kama huwezi kupambana. Kuna mlango wa kupita lazima umebana. Biblia inasema kuna mlango wa kufa umefunguliwa, lakini kuna adui azuiaye. Ule mlango wa kufa uliofunguliwa kwa ajili yako, kuna adui anazuia mahali hapo. Lazima upambane, ushinde, upite kwenye huo mlango huo uliofunguliwa. Mlango wako umefunguliwa, lakini kuna ukatisha tamaa kwamba usipite huo mlango. Lazima upite. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe jasiri kama simba. Na kama huwezi kuwa na roho ya ujasiri, huwezi kushinda. Yaani ukiwa na roho ya uoga, tumesoma kwenye Timotheo, ukiwa na roho ya uoga, huwezi kupambanua maisha yako yote. Lazima uwe na roho ya ujasiri ya kufanya kwamba lazima nishinde. Simba akitaka kula mnyama lazima amkimbize kwa bidii zote. Marathon ambayo ameisomea, ambayo Mungu ameitengeneza ndani ya mwili wake, lazima amkamate mnyama, lazima ale. Maana simba amepewa kuinda porini ili ale. Maana akilala usingizi, akichoka, hata kula atapata njaa na watoto wake watapata njaa. Kwa hiyo na wewe uwe na nguvu kama za simba. Usiwe na nguvu kama, yani usiwe kama kondoo. Yani usikubali kutembea taratibu, yani mnyonge. Pambana, maisha yanapambaniwa. Chochote unachokianzisha lazima ukipambanie. Chochote unachokianzisha lazima una nguvu. Daudi unaangalia pale porini, alimkaba simba akamua makana yake. Alimkamata dubu akaua asile mifugo wake. Nataka nikuambie hivi, hakuna kitu chochote kinachotokea bila kupambana na bila kujitia nguvu na bila kuwa na maamuzi thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anakuketisha katikati ya watesi, wale watesi ambao wanaharibu kazi yako. Huwezi kuanzisha kazi mahali ambapo hakuna watesi. Mungu anakuandalia pale pale kwenye watesi, ndipo anakuweka hapo katikati ya watesi ili upambane na watesi. Maana huwezi kuenda mahali ambapo utakuta pako mahali pamepoa tu kwamba watu wanakuambia haleluya haleluya, wewe ni mshindi kabisa, wanakutia na moyo. Tena hao wanakutia moyo, hao wanakukamua, wanasema hutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Zaburi 23 mstari wa 5 anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Machoni pa watesi wako wanakuchukia, na mbele ya watesi unatakiwa utoboze hapo kwa watesi wako. Mbele wale wanaokupinga hapo unatakiwa kushinda. Wale wanaosema hutaweza hapo ndio unaweza mbele ya macho yao. Wanaokuvunja moyo hao, hata mtoto wako anaweza akakuvunja moyo kwamba hutaweza mama, hutaweza baba, uliko wapi kufanya. Mungu hachelewi wala hawai. Nataka nikufundisha leo kukata tamaa. Anayekukatisha tamaa kuanzia leo, pinga roho kukata tamaa kabisa. Jitie nguvu na ujasiri. Jitangazie mimi ni tajiri. Jitangazie mimi ni mwalimu mzuri. Jitangazie mimi ni daktari. Jitangazie mimi ni mfanyabiashara. Jitangazie mimi ni mhubiri mkubwa. Kama mimi hapa ni mhubiri mkubwa, natangaza mimi mwenyewe kama mimi ni mhubiri mkubwa, lazima nihubiri injili, na injili wafikie mataifa kokote, vijijini na mjini na mataifa. Na jitangazie mimi mwenyewe. Sio mtu akutangazia ujue. Hakuna aliyekutangazia. Ni wewe unajitangazia. Ni wewe unajitia nguvu. Ni wewe ambaye usikate tamaa. Wewe mwenyewe usijikatie tamaa kwa kile ulichokianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kazi yake ni kuharibu kitu ambacho Mungu amekwisha kuweka ndani yako. Kuna kitu kiko ndani yako. Kuna kitu kiko ndani yako Mungu alishakiweka. Lakini shetani sio shetani, wanadamu. Hao ndio wana roho ya shetani. Wanaokatisha tamaa na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kuna kitu Mungu amekiandaa ndani ya maisha yako kwamba lazima ukifanye. Kuna hodi ya kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Mtu mwingine anakuja kuambia kwamba hakuna, kile kiko ndani yako Mungu alishakiweka. Pambana kile kilicho ndani yako kitoke, watu wakiangalie, kireflect kwa watu kwamba mimi nimefanya, watu waone kama taa, kama nuru. Kile kitu kitang'aa na watu wakisema jamani tulimuona ameanza, jamani tulimuona ameanza.
lakini sasa jamani tulimkata, alikata tamaa lakini alijitia nguvu mpaka akashinda. Nataka kukuambia hivi, hakuna jambo lolote ambalo ukilianzisha ukikatia tamaa litakuwa. Ukilianzisha wewe pambana kwamba kitawezekana hiki nilichokianzisha, usikate tamaa. Yeyote asikukatishe tamaa. Anayekuletea habari za kukatisha tamaa, mkimbize kabisa. Kwa sababu hana mpango mzuri na wewe. Wewe mipango yako ni ya kwako, usikatie tamaa. Chochote unachokianzisha, kianzishe kama wewe. Maisha ni kama wewe mwenyewe. Kile kitu ni cha kwako mwenyewe. Kitengeneze wewe mwenyewe, usikikatie tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuwa mtu wa kupambana. Kuwa mtu wa kupambana. Pambania kile ambacho Mungu amekupa kukipambania. Bwana Yesu asifiwe. Usikatishwe tamaa. Usikatishwe tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wivu wa kibinadamu unaosababisha watu wanakata tamaa. Pambana kabisa, wewe pambanie kile ambacho Mungu anataka kupambania. Na kile ambacho umekiweka kwenye akili zako kipambanie kabisa, usirudi nyuma. Watu wengi waliofanikiwa walianza mdogo mdogo. Walikata tamaa lakini baadaye walijitia nguvu na wakafanikiwa. Leo nimekuja kutoa msamiati kwamba vitu vingi vilivyofeli ni watu wamekukatisha tamaa. Vitu vingi vilivyoshindwa ni watu walikuja kukatisha tamaa. Vitu vingi ambavyo havifanyiki ulivikatia tamaa mwenyewe ukasema mimi sitaweza kufanya. Lakini jioni leo nataka kukupa neema ya kwamba usikate tamaa, pambana ili ushinde. Roho ukatishwa tamaa inakutenga sana na watu. Ukiwa na roho ukatishwa tamaa, kukatishwa tamaa kuna kufanya unakimbia watu, unakaa peke yako. Kwa sababu tayari wameshakukatia tamaa, wameshakukatisha tamaa, wanakuambia hutaweza kufanya. Kwa sasa inakusababisha unakosa ujasiri wa kukaa na watu. So umeshaanza umefeli, unakuwa peke yako. Huwezi kukaa peke yako ukaweza kufanikiwa maisha yako. Lazima uwe na mshauri, na ndio maana hata serikali na washauri. Na ndio maana ukiwa hata na kampuni kuna washauri. Ndio maana ukiwa na huduma lazima uwe na washauri. Chochote lazima kuwa na washauri. Hata mashuleni kuna kamati ya washauri wanaokuja. Ushauri shule lazima ifanye hivi, lazima iende hivi, lazima kuna kamati ya ushauri. Kwa hiyo inamaanisha kwamba na wewe unaanzisha jambo lako lazima uwe na mshauri. Akufanyie akushauri kwamba fanya hiki, usifanye hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha kwamba nataka kuambia kwamba lazima ushauriwe. Ukikimbia ukajitenga na watu, hakuna kitu chako kitakachofanikiwa. Wale waliofanikiwa kuna mtu alikaa nyuma yao akawafanya wafanikiwe. Kama ni shule kuna mtu alikaa nyuma yako akakutia moyo kwamba soma. Hata kama ni biashara kuna mtu amekutia moyo kwamba fanya biashara. Kuna mtu amekukopesha hata mali, ongeza kwenye mtaji wako, fanya biashara alafu utarudishia. Kuna mtu anakaa nyuma yako kukushauri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuunge mkono wewe ambao ulishakata tamaa kwamba na kutia moyo kwamba usikate tamaa. Mungu alishakupangia kwamba lazima ufanikiwe. Mungu alishakupangia kwamba lazima uwe mtu fulani. Lakini kuwa mtu fulani lazima upambane ili uwe mtu fulani. Mungu anataka uwe mtu fulani, lakini wewe ndio unataka kujipambania uwe mtu fulani. Mungu anakupa neema, anakupa nafasi, lakini nafasi ukichezea, shetani anakunyang'anya au mtu mwingine anakunyang'anya. Sio umekataa tamaa, sio uweze kuipambania. Lazima upambanie kila ambacho unakitamani kwamba kitokee katika maisha yako. Unatamani kwamba nifanye kitu gani niweze kufanikiwa? Yaani hicho unachotamani, anzisha hicho na ufanye. Ukifeli tena anzisha, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwangalia Elisha na Elia. Elisha alikuwa anamtumikia Elia. Lakini Elia kuna wakati sasa Mungu anataka kumuondoa. Elisha akapata taarifa kwamba Elia anaondoka. Wana wa manabii wanamwambia, unajua leo bwana wako anaondoka? Akasema nyamazeni. Alipomwona kwamba anaenda Betheli akasema kaa hapo, mimi naenda Betheli. Akasema bwana wangu kama wako ishivyo, mimi sibaki hapa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Elisha alipambana na Elia mpaka akapata kila alichokuwa anakitaka kwa Elia. Kuna watu unashindwa kupata kitu kutoka kwa mtu kwa sababu unakata tamaa. Elisha hakukata tamaa. Alipambana na bwana wake mpaka akamwambia kwamba utakaponiona naondoka utadaka lile vazi langu. Alipomwona anaondoka, alimtupia lile vazi lake akalikamata. Kwa hiyo inamaanisha kwamba alipokea upako kutoka kwa bwana wake Elia. Nataka nikuambie hivi, ili ufanikiwe, kuna mtu anaweza kuwa mbele yako, pambana naye. Na kila ambacho anakipambania usikikatie tamaa. Elisha hakukata tamaa.
alipambana mpaka na bwana wake mpaka akapata kile ambacho alikuwa anakitaka. Tunaenda kusoma katika Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 4, anasema mstari wa 3, Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa bwana wako ataondoka? Unajua bwana wako watamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua. Nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Nao akafika mpaka Yeriko. Yani aliambatana naye mguu kwa mguu. Na wewe baraka zako ambatana nazo mguu kwa mguu. Usikate tamaa. Angemkatia tamaa, asingepata kila alichokuwa anakitaka kwa Elia. Nataka nikwambie hivi, kile unachokitaka kipambanie mpaka ukishike, mpaka ukipate. Alipata vazi la bwana wake. Alipomaliza kulipata vazi la bwana wake, alikata katikati, akayapiga maji yakagawanyika na akapita, akapokea upako wake. Nataka nikwambie hivi, usikate tamaa kwa kitu chochote ambacho unakidhamiria kukifanya. Mtu yeyote asikukatishe tamaa. Wana wa manabii walimkatisha tamaa, akasema, acheni, mimi najua. Kwa hiyo alichokijua ndicho alichokifanya. Katika kukata tamaa inamaanisha unajua unachokifanya. Na kama unajua, huwezi kukikatia tamaa. Elisha hakukata tamaa kupambana na bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kukata tamaa inakufanya kukosa mema ambayo ametuandalia Bwana. Kukosa yani kutokupambana, kukatisha tamaa kuna kukosesha mema. Unaweza kukosa mema kwa sababu ya kukata tamaa. Lakini ukikazana, Mungu ataangalia kwamba umekazana, atakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana la Yerusalemu, na nisikiliza watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi chetu hiki tupambane nacho mpaka tufike katika wakati ambao Mungu anataka tujue kwamba hivi vitu vinatusaidiaje. Tunaenda kusoma Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Hata kama utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Unachotakiwa kufanya ni kuomba Mungu akufanye usichakae utu wako wa ndani. Unapokuwa unaomba, unasoma neno, utu wako wa ndani hauwezi kuchakaa. Unapokuwa unampenda Mungu, utu wako wa ndani hauwezi kuchakaa. Utakuwa na nguvu, maana utafanywa upya kile tu hapo leo. Maana utawekwa petroli ya Yesu, utapata ile nguvu ya Roho Mtakatifu inayokusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17 unasema, maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda. Maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Na vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Vinavyoonekana ni vya muda tu, visivyoonekana ni vya milele. Kuna vitu ambavyo havionekani ndani yako, vimevishwa na Mungu. Kuna talanta imewekwa ndani yako, ukikatia tamaa haitafika mwisho. Kuna kipawa kimewekwa ndani yako, ukikatia tamaa hakitafika mwisho. Kuna huduma imewekwa ndani yako, ukikatia tamaa haitafika mwisho. Nataka nikutie nguvu kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekiweka kwamba wewe ni mfanyabiashara mkubwa, wewe ni mbunge, wewe ni injinia, wewe ni daktari, wewe ni mkulima mkubwa. Usikikatie tamaa, hicho kitu kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo kwamba chochote unachokianzisha, kama ni kusoma, wewe soma, kama ni biashara, wewe fanya biashara, chochote kile ambacho unatamani kukifanya, fanya bila kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kisaikolojia ni ile hali mtu kupoteza matumaini. Kisaikolojia unaweza ukawaza ukasema, mimi bwana siwezi. Unajikatia wewe mwenyewe tamaa. Lakini usijikatie tamaa, nataka nikwambie. Unapoteza matumaini baada ya kukazana, wewe unapoteza matumaini. Usipoteze tumaini lako hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kushindwa, unashindwa wewe mwenyewe. Lazima ushinde. Jiite wewe ni mshindi. Sisi mwaka huu ni wa ushindi. Jiite wewe ni mshindi.
Yani usijikatie tamaa. Yani mawazo yako yasikupelekee kwamba mimi sitaweza. Mawazo yako yasikuonyeshe kwamba wewe ni mtu dhaifu. Mawazo yako yasikuonyeshe kwamba mimi bwana niliumbwa wako hivi hivi. Haiwezekani, hauwezi kuumbwa wako hivi hivi. Wewe kataa kwa hivi hivi. Wewe jitamkia mimi ni mtu mkubwa, mimi ni mtu fulani. Lazima usijikatie tamaa katika vitu vyote unavyoviendea, usijikatie tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani lazima upate kile unachokitaka. Lazima ukipata kile unachokitaka, usikatie tamaa kile unachokitaka. Kile unachokitaka kipambanie mpaka ukitake. Ukitaka kabisa, yani ukipata kabisa. Yani ukisema kwamba nataka kitu fulani, ukidhamiria hicho kitu kitatokea. Kuna roho inayokufanya usiendelee. Ile roho ya kukata tamaa inakufanya usisonge kwenda mbele. Roho ya kukata tamaa hauwezi kuendelea. Yani kila kitu utaona kwamba ni kigumu kwako. Kuna watu wengi wamekwama kwa sababu kila jambo naliona ni gumu. Aliwezi kuwa gumu kama ukiliamlia kwamba lazima nilifanye. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni roho inayomfanya mtu asiwe na nguvu ya kupambana. Na hiyo ni nguvu inayomfanya mtu asiwe na nguvu ya kufanya jambo ambalo anataka kulifanya. Nguvu ya kukata tamaa. Yaani ile roho ya kukatisha tamaa inakusababisha huwezi kufanya kile kitu ambacho kiko mbele yako ambacho Mungu anataka ukifanye. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mafanikio yako hayawezi kutokea kama wewe ni mtu wa kukata tamaa. Mafanikio yanakuja katika magumu. Hakuna mafanikio yote yanakuja katika mepesi. Mkimbiaji wa mbio za marathon hakimbii kidogo, akimbii kwa upole. Anaanza kidogo kidogo, unaona anaanza kidogo kidogo, anaanza kupangua mstari, unachangana kwa namba moja. Na wewe anza kama mbio za marathon. Usikatie tamaa kitu ambacho kiko mbele yako mpendwa. Usijikatie tamaa hata kidogo. Hata wewe mwenyewe usijikatie tamaa kwamba nimechoka. Unajiangalia kama ufai, unajiangalia kwenye kioo unasema nimechoka. Haujachoka. Oga vizuri, takata vizuri, jipambe vizuri, vaa vizuri, hujatoka, usijikatie tamaa. Ukijikatia tamaa kwani utakuwa mbaya. Ukijikatia tamaa utachukiza. Yaani wewe jikubali kwamba mimi siwezi kujikatia tamaa. Kwa chochote kile siwezi kujikatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Hiyo roho inamfanya mtu asiwe na nguvu ya kuamua kitu ambacho anataka kukiamua. Roho kukata tamaa inakusababisha uwe na maamuzi sahihi, huwezi kuwa na maamuzi sahihi. Ndio maana ukuta mtu ametoka kwenye nafasi anafanya vitu ambavyo sio sawa. Alafu unakuta huyo mtu anajianzishia kazi ambazo hazifiki mwisho. Unaanza hiki unaacha, unaanza hiki unaacha, unaanza hiki unaacha. Ni nini maana yake? Ni roho kukata tamaa. Akili zako zimeshachanganywa na maneno ya kuambiwa huku na kule. Unajikatia tamaa, huwezi kufanya kile kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Na mtu yeyote mwenye kukata tamaa anakuwa na shughuli nyingi sana. Anakuwa na shughuli nyingi sana. Anakuwa na mipango mingi sana. Lakini ile mipango isiyokuwa na matokeo. Mipango isiyorejesha matokeo. Nataka nikutie moyo kwamba jioni ya leo mipango yetu iwe na matokeo. Usikate tamaa kabisa. Pambana mpaka ufike. Biblia inasema Luka 18 mstari wa kwanza, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala usikate tamaa. Tunapewa mfano kabisa. Yesu anawaambia wanafunzi wake usikate tamaa. Tunatakiwa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Ukata tamaa unakuwa hauna maamuzi. Unakuwa na maamuzi yasiyo sahihi. Kukata tamaa kuna kufanya unakuwa mtu ambaye unakosana na watu, upatani na watu. Kila mtu unamuona kwamba ni adui yako. Kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa ni mtu wa chuki ya mzazi, unakuwa na chuki na watu wengine, maana ulishakata tamaa. Kwa hiyo vitu vyako vyote unaviona haviwezekani. Ukiona mpendwa mwenzako ulishamkatia tamaa. Unamuona naye hakufai. Yaani kila kitu unaona hakifai. Roho za kukata tamaa zinakufananisha kwamba yani kila kitu hakikufai, kila kitu hakitafaa, kila kitu hakiwezekani, kila kitu ni kibaya kwako. Nataka nikuambie kwamba nakupa moyo usikate tamaa. Pambana mpaka tufike mwisho katika maisha yetu ambayo tumeamua kwamba hatutakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyenisikiliza jioni ya leo, nataka nikuombee kwamba roho kukata tamaa ni roho ya umaskini. Roho kukata tamaa
ni roho ya kujidhoofisha roho yako. Roho ya kukata tamaa ni roho ya kusababisha uchukie watu. Roho ya kukata tamaa ni ya kumwona tajiri ametajirika unamchukia. Roho ya kukata tamaa, ukiona mwenzio amefanikiwa, unaona amefanikiwa labda yani labda ameiba au ni Freemason. No, lazima uamini kwamba naye amepambana akukata tamaa akafikia pale alipofikia. Ukimwona amefanikiwa, mfuate, muulize umefanyaje, umefanikiwa? Na yeye atakuelekeza amefanikiwa kwa sababu gani. Ameomba. Ndio maana tunaambiwa kwamba mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kukata tamaa ni kufeli mtihani. Kukata tamaa ni kufaulisha kazi ambayo ungefanya mwaka huu ukafanya mwaka kesho au kaacha kufanya kabisa. Nataka nikwambie siku ya leo kwamba wewe uliyenisikiliza, maneno haya yakafanyike uzima ndani ya masikio yako, yakafanyike uzima ndani ya moyo wako, yakafanyike uzima ndani ya safari yako unayoiendea, ili usikate tamaa kwa chochote ulichokianzisha ndani ya maisha yako au unachoenda kukianzisha. Mungu na akubariki na Mungu na akuwezeshe. Karibu sana Yerusalemu. Tunaenda kuomba kwa watu wote walionisikiliza na ambao wataendelea kunisikiliza. Mungu anakubariki. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mimi ni mtumishi wako. Asante kwa kipindi hiki ambacho tumejifunza jioni ya leo. Jehova Mfalme, roho ya kukata tamaa ni roho ya kusababisha watu wanakuwa na udhoofu wa maendeleo ya maisha yao, wanadhoofu katika maisha yao ya kupambana na kufanya vile vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Inaikimbiza roho ambayo inakatisha watu tamaa katika jina la kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umesema tuombe tutapewa, umesema tubishe tutafunguliwa, umesema tutafute tutaona. Na watu wako wakaenda kubisha, wakaenda kuomba, wakaenda kutafuta ili waweze kuona vile vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Baba, nakushukuru kwa sababu mtu yeyote aliyesikia neno hili hata kata tamaa tena. Na wale marafiki zako wanaokatisha tamaa, usiambatane nao. Ninafuta roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Watu wako wanaosikiliza neno hili nikawafanye kuwa na nguvu ya kupambana na kushinda katika mambo yote wanayoyafanya. Kama ni elimu, kama ni ndoa, kama ni biashara, wasikatishwe tamaa na mtu yeyote, wasonge mbele, ushindi upo katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Yule ambaye hajaokoka, tega sikio lako nifuatishe nachoenda kukiongea mahali hapa. Utakaposema maneno haya utakuwa umeokoka. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda dhambi nyingi ninazozikumbuka na ambazo sizikumbuki, lakini siku ya leo ninaamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaenda kukiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu ulinifia msalabani ili nikombolewe kupitia damu yako ya thamani. Kuanzia siku ya leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha mwana kondoo, kile ambacho ni cha uhai. Asante Baba wa mbingu na nchi, kuanzia siku ya leo nimeokoka, nimekuwa mtoto wa Mungu, pia nimekuwa raia wa mbinguni. Yale yote ya kale yalikuwa kinitesa yameondolewa juu ya maisha yangu. Kuanzia sasa, Mungu, nimekubali kwamba wewe ni Mungu wangu na utanitunza, utanilinda siku zote, na maisha yangu yatakuwa bora katika hali hii ya wokovu wangu. Ni katika jina lako Yesu Kristo wamekubali kuokoka. Sema amen.